Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo. Karibu mpendo msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika tafakari ya neno la Mungu katika Dominika ya 19 mwaka A wa kanisa. Liturujia ya neno la Mungu katika Dominika hii inatutafakarisha juu ya imani thabiti kwa Mungu katikati ya dhoruba za maisha. Katika safari yetu ya maisha hapa duniani, tunakutana na mawimbi na dhoruba za kila aina. Mwenyezi Mungu hatuachi peke yetu, bali anajidhihirisha katikati yetu, akitualika tumtazame yeye kwa imani na matumaini thabiti. Yeye anasafiri daima pamoja na kanisa lake, akitupa nasi nguvu na imani thabiti ya kushinda hofu na mashaka yote tutakayokutana nayo kila mmoja katika ufuasi wetu. Katika Dominika hii tuombe neema ya kutambua na kukiri nguvu ya Kristo na kumruhusu yeye ayaongoze daima maisha yetu. Masomo yetu katika Dominika hii, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme, ni ile sura ya 19 aya 9a na aya 11 hadi 13a. Elia alifika kunako pango akalala ndani yake, na tazama neno la Bwana likamjia, akasema, toka usimame mlima mbele za Bwana. Na tazama, Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima, ukaivunjavunja miamba mbele za Bwana. Lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule, na baada ya upepo tetemeko la nchi. Lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la nchi, na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto. Lakini Bwana hakuwamo katika moto ule, na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Ikawa Elia alipoisikia, alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 9 aya ya 1 hadi ya 5. Nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu, ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili, ambao ni Waisraeli, wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la Injili takatifu linatoka katika Injili ya Mathayo, sura ya 14 aya ya 22 hadi 33. Karibuni tusikize somo la Injili takatifu. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, ee Bwana. Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yoe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipoona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yoe akisema, Bwana niokoe.
Mara Yesu akanyoosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Katika somo la Injili takatifu Dominika iliyopita, Dominika ya 18 mwaka A wa Kanisa, Bwana wetu Yesu Kristo alifanya muujiza wa kuwalisha watu 5,000 kwa mikate 5 na samaki 2. Kristo anafanya muujiza mwingine katika Dominika hii ya 19 ambapo anatembea juu ya maji na anakemea upepo na dhoruba. Kwa nini Bwana wetu Yesu Kristo alifanya miujiza? Miujiza hii mbalimbali aliyoifanya Kristo ilikuwa kimsingi na lengo la kuimarisha mitume na wafuasi wake imani yao. Na muujiza huu wa kutembea juu ya maji ni uthibitisho kwa wanafunzi wake na Wakristo wa kwanza kwamba Yesu Kristo ni Mungu mwenye nguvu na uweza juu ya dhoruba na hofu zote za mwanadamu. Hebu tulitazame kwa kina somo hili la Injili takatifu na kuona jinsi gani linatusaidia kuelewa vema ujumbe ambao Mama Kanisa amependa kutafakarisha katika Dominika hii ya 19 mwaka A wa Kanisa. Fundisho la kwanza. Katika safari yetu ya maisha tutakutana na mawimbi na dhoruba za kila namna, ndiyo majaribu mbalimbali dhidi ya imani yetu. Katika somo hili la Injili takatifu, mwinjili Mathayo anatueleza mwanzoni kabisa katika aya hii ya 22 kwamba Yesu aliwalazimisha mitume wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Kristo alifahamu kabisa kwamba mitume wake watakutana na changamoto na hali mbaya ndani ya bahari, kutokana pia na uhalisia wa kijiografia wa bahari ya Galilaya, ambapo upepo wa ghafla hasa nyakati za usiku ulikuwa ni jambo la kawaida. Lakini bado akawalazimisha mitume wapande chomboni na kuvuka kwenda ng'ambo ya pili. Ndugu mpendwa wa mwinjili Mathayo hapa anazungumzia mazingira ya kawaida ya bahari ya Galilaya, lakini ndani yake akitoa fundisho kubwa sana la kiteolojia juu ya kanisa na utume wa mitume wa Kristo, hasa katika nyakati ngumu katika karne ile ya kwanza na kuendelea hata wakati wetu wa sasa. Chombo hichi anachokizungumzia mwinjili Mathayo kimsingi ndilo kanisa ambalo Kristo aliwaachia mitume wake baada ya kupaa kwenda kwa Baba. Bahari hii yenye upepo na dhoruba ndio ulimwengu ambapo kanisa linasafiri kwa nyakati mbalimbali mpaka Kristo atakaporudi tena. Ni wazi kuanzia ile karne ya kwanza kanisa lilikuwa likipitia majaribu, upinzani, mateso na madhulumu mengi, na mitume wengi waliteseka, walidhulumiwa na kufa kwa sababu ya imani yao. Ndivyo imekuwa kwa nyakati mbalimbali katika historia ya kanisa hata sasa. Sisi nasi ndio hao mitume na Wakristo wa kanisa la leo. Kanisa ni chombo cha wokovu kinachosafiri katika bahari ya ulimwengu huu wa sasa kuelekea ng'ambo ya pili, yaani mbinguni. Bwana wetu Yesu Kristo ametuita kila mmoja na ametutuma tupande chomboni, tusafiri na tuvuke. Katika safari yetu hii tutateseka, ni wazi, tutajaribiwa kwa namna nyingi, tutaumia, tutatukanwa na kudharauliwa, tutabeba msalaba yetu kila mmoja, tutakutana na magonjwa, tutakutana na dhoruba za kila namna za maisha yetu. Huo ndio uhalisia wa ulimwengu ambapo kanisa linasafiri nasi tukiwa ndani yake, na huo ndio uhalisia wa ufuasi wetu sisi kwa Kristo. Fundisho la pili. Ni dhahiri kwamba kumfuata Kristo hakutuondolei majaribu na dhoruba za maisha. Tuombe neema ya kubaki ndani ya kanisa na kuepuka kishawishi cha kukimbilia vyombo vingine. Tunajiuliza swali katika Dominika hii, je, bado nipo chomboni? Ndugu mpendwa, ni wazi kabisa kwamba hakuna Ukristo na ufuasi wa bei rahisi ambapo kila mara bahari itakuwa shwari. Kila mmoja katika wito wake anapitia dhoruba kwa namna yake. Katika ndoa, katika utawa, katika upadre, kama kijana, katika kazi, katika biashara zako, katika uongozi, tutapitishwa tu wakati fulani katika dhoruba na upepo mkali. Au wengine tunapitia hata sasa katika hizo dhoruba na upepo mkali.
Yesu anaruhusu tupitie mule mule alikopita yeye. Hii ndiyo njia pekee ya kufika ng'ambo ya pili. Hatupaswi kutoka chomboni, tunapaswa kubaki ndani ya chombo. Tunapaswa kubaki ndani ya kanisa. Tunapaswa kubaki ndani ya imani yetu. Tunapaswa kubaki katika familia zetu. Tunapaswa kubaki ndani ya miito yetu. Nje hakuna usalama wowote. Mara kadhaa mawimbi yanapokuwa makali sana ndani ya kanisa au ndani ya maisha yetu ya kiimani, kila mmoja katika wito wake, mwanadamu huingiwa na hofu na kushawishiwa kukimbilia vyombo vingine, akidhani vitampa usalama wa haraka badala ya kusubiri muda wa Mungu. Vyombo hivyo vyaweza kuonekana salama sana kwa nje, lakini ndani yake Kristo hayupo. Ni rahisi sana kutafuta usalama dhidi ya dhoruba za kidunia, pengine katika utajiri. Tukafikiri kwa kupata mali nyingi, kwa kupata utajiri mwingi, basi dhoruba zitakwisha. Tunaweza kuhangaika kupata usalama katika mitindo pia ya kidunia, katika ushirikina, katika madhehebu yanayochipuka kila kukicha, yakiahidi maisha yasiyo na dhoruba yoyote, injili za miujiza na mafanikio ya haraka. Vyombo hivi vinaweza kuonekana kimsingi kwa nje ni imara na vyenye kuvutia sana, lakini havina uwezo wa kuhimili dhoruba za kiroho, na mwishowe huzama na kutupotezea kabisa matumaini yetu. Haijalishi tunapitia madhila gani ndani ya imani yetu, hakuna kutoka kwenda popote. Tutabaki hapo mpaka zamu ya 4 ya usiku, Kristo atakapokuja kutupeleka ng'ambo ya pili. Fundisho la 3. Kristo mwana wa Mungu anajidhihirisha katikati ya dhoruba na mawimbi ya maisha yetu. Yeye ana nguvu na mamlaka juu ya nguvu na mamlaka zote zinazoweza kutuletea sisi hofu. Baada ya kusafiri na chombo na kufika katikati ya bahari, tunaambiwa chombo kilianza kutaabika sana na mawimbi, kwa kuwa upepo ulikuwa wa mbisho. Upepo wa mbisho ni upepo unaovuma dhidi ya chombo au kutoka upande ule chombo kilipokuwa kikielekea. Katika mazingira yale ya bahari ya Galilaya, upepo wa ghafla, kama nilivyotangulia kusema, wa aina hiyo, hasa nyakati za usiku, lilikuwa ni jambo la kawaida. Mwinjili Mathayo anatuambia katika zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Kwa nini zamu ya 4 ya usiku? Wayahudi kawaida waliugawanya usiku katika zamu kuu 4. Zamu ya kwanza ilianza saa 12 jioni hadi saa 3 usiku. Zamu ya pili ilianza saa 3 usiku hadi saa 6. Zamu ya 3 ilianza saa 6 hadi saa 9. Na zamu ya mwisho sasa hii ya 4 ilikuwa ni kuanzia takriban saa 9 alfajiri hadi saa 12 asubuhi. Katika mapokeo ya Biblia, zamu ya 4 ndio ule muda wa kilele cha giza unaokaribia mapambazuko. Ni kipindi ambacho nguvu na akili zote za kibinadamu zinakuwa zimeisha kabisa na kukata tamaa kuko karibu. Ndio hali waliokuwa nayo hawa mitume. Licha ya kwamba walikuwa ni wazoefu wa baharini, lakini walikuwa wamekwisha kuhangaika takriban masaa 9. Na hapo Mungu anaingilia kati wakati huu ili kudhihirisha kuwa wokovu wetu hautokani na nguvu za mwanadamu pekee, bali kwa uwezo wake yeye pekee. Mwinjili Marko anapoelezea simulizi hili katika ile sura ya 6 aya ya 48, anasema Kristo akiwa mlimani aliwaona mitume namna walivyopambana kupiga makasia, kwa maana upepo ulikuwa ni mkali. Ndugu mpendwa, katika mapambano mbalimbali dhidi ya dhoruba tunazokutana nazo katika safari yetu ya maisha, Kristo yupo na anatuona. Anatutazama kwa huruma na hawezi kutuacha kamwe tukazama. Yeye yupo mbinguni katika enzi na utukufu. Anatuombea kwa Baba. Anatupa nguvu za kuendelea kupiga makasia katika zamu zote mpaka tutakapofikia mapambazuko. Tukisoma katika Agano la Kale, ni katika zamu hii ya 4 ya usiku kabla ya asubuhi kuchomoza ambapo Mwenyezi Mungu aliwafuatia wa Misri na kuwazamisha na kuwaokoa Waisraeli waliokuwa wamejikatia tamaa na kujawa na hofu wavuke bahari ya Shamu kwa ushindi. Tukisoma kitabu cha Kutoka ile sura ya 14 aya 24 hadi 27. Maana nyingine kubwa zaidi ya kiteolojia ni kwamba Kristo alifufuka pia mapema asubuhi, ni katika zamu ile ya 4 ya usiku. Kristo anafufuka katika wafu akidhihirisha ushindi wake dhidi ya dhambi, dhidi ya kifo na mauti. Kumbe Injili hii inatufundisha kwamba hata katika dhoruba ya maisha yetu, iwe ndefu kiasi gani,
Mwenyezi Mungu ana zamu yake ya 4 ya kuleta majibu. Yeye anatuona. Wakati mwingine anasubiri hadi dhoruba ifike kilele ili muujiza wake ulete utukufu mkubwa zaidi na uimarishe imani yetu kabisa. Kristo anajidhihirisha kwa mitume wake waliokuwa wamejawa na hofu na kuchoka, wakifikiri kuwa wanaona kivuli, na anawaambia, ni mimi, msiogope. Katika lugha ya Kigiriki, ego eimi me phobeiste, yaani huu ulikuwa ni utambulisho wa Mungu, ni mimi, kama alivyojitambulisha Mwenyezi Mungu kwa Musa katika kichaka kilichokuwa kikiteketea, kikiwaka moto bila kuteketea. Tukisoma kitabu cha Kutoka ile sura ya 3 aya ya 4. Na hapo baada ya utambulisho huu, mitume wanatambua kumbe ni Kristo ni mwana wa Mungu. Kwa kuwa ni Mungu pekee alikuwa na uwezo wa kutembea juu ya maji na dhidi ya nguvu na mamlaka juu ya pepo na dhoruba. Tukisoma Zaburi ya 107 aya 29 na kitabu cha Ayubu pia ile sura ya 9 aya ya 8 inaelezea uelewa huu wa Mwenyezi Mungu kama pekee ambaye angeweza kutembea juu ya maji, ambaye alikuwa na nguvu na mamlaka juu ya pepo na dhoruba. Fundisho la 4. Licha ya kwamba Kristo anajidhihirisha kwetu katikati ya dhoruba hizi za maisha yetu, kuna nyakati tunakuwa bado na imani haba na kuacha kumtazama yeye. Lakini hata hivyo bado anatushika mkono na kutuinua tusizame. Kristo akiisha kuwapa moyo wanafunzi wake kwamba ni mimi, akiisha kujifunua kwao kama Mungu, ni mimi, msiogope, Mtume Petro, kiongozi wa mitume, anapata ujasiri wa kutembea juu ya maji ili kumfuata Kristo. Lakini anapoona tena mawimbi na dhoruba, anajawa hofu na mashaka na kuanza kuzama. Hata hivyo, anatambua bado kwamba Kristo yupo karibu. Kisha anapiga yoe, Kristo niokoe. Yesu tunaambiwa akanyoosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Ndugu mpendwa, Mtume Petro anasimama badala ya Wakristo, au anawakilisha Wakristo ambao wana hamu kubwa ya kumfuata Kristo kila mara, lakini wanajikuta wakiumba na kujaa shaka na hofu kipindi wanapokutana na matatizo. Mtume Petro alipoondoa macho yake kwa Yesu na kutazama upepo mkali na dhoruba, alianza kuzama. Kumbe hali hii inawakilisha pia udhaifu wetu sisi wafuasi wa Kristo, udhaifu wetu wa kibinadamu, pale tunaporuhusu mawimbi haya ya maisha yatuvunje moyo na kuacha kumtazama Kristo aliye daima katikati yetu. Mtume Petro alipoona anazama, alipiga yoe, Bwana niokoe. Ni sauti inayotuwakilisha na sisi sote tulio ndani ya kanisa, pale tunapoelemewa na dhoruba zetu na kukaribia kukata tamaa na kuanza kuzama, kila mmoja katika safari yake ya ufuasi kwa Kristo. Kilio hiki kinadhihirisha ukweli kwamba binadamu kwa nguvu zake mwenyewe hawezi kujiokoa, bali anahitaji mkono wa Mungu, anahitaji mkono wa neema wa Yesu Kristo ambao unanyooshwa kila mara kutuokoa pale tunapotaka kuzama. Tunaalikwa katika Dominika hii kila mmoja awe tayari kumuita Kristo. Nguvu, maarifa, akili, uwezo wetu pekee haviwezi kukabiliana na mawimbi haya makubwa na dhoruba tunazokutana nazo kila mara katika maisha yetu ya kila siku. Tumwelekezee macho yetu Kristo. Dhoruba zisitufunge macho, kelele za ulimwengu zisitufunge mioyo na kuona kwamba Kristo yu mbali sana na sisi. Tuamini katika nguvu na uweza, enzi na mamlaka ya Kristo juu ya hofu na mashaka yote. Na anatuambia ni mimi, usiogope. Tumuite, Bwana niokoe katika vilema na udhaifu wangu, katika dhambi na uregevu wangu. Bwana, okoa familia yangu, okoa watoto wangu, okoa vijana wetu, okoa taifa letu, okoa ulimwengu wote unaozama katika mambo ya kidunia na kumsahau Mungu na nafasi yake katika maisha. Pale magonjwa yanapotuandama, misiba, ugumu wa maisha, msongo wa mawazo, tumuite Bwana, Bwana niokoe. Kwa hakika Kristo yupo kutushika mkono, akituuliza na kutuambia, nipo karibu nawe siku zote, katika neno langu, katika sakramenti. Kwa nini unaona shaka? Kwa nini unakuwa na imani haba? Fundisho la 5. Imani thabiti kwa Kristo inatusaidia sasa kushinda hofu zote. Tumruhusu Kristo aingie ndani ya chombo na ayaongoze maisha yetu.
Sehemu ya mwisho ya Injili inatupa matokeo ya mitume kumtambua na kumkiri Kristo kama Mungu mwenye nguvu na mamlaka juu ya nguvu zote zinazoweza kumtia mwanadamu hofu. Alipoingia tu chomboni, tunaambiwa upepo ulikoma, na matokeo yake yalikuwa ni mabadiliko makubwa ya kiroho ndani ya chombo kwa mitume hawa. Wanafunzi waliacha kuogopa dhoruba na badala yake wakajazwa na hofu ya kimungu au reverence. Sehemu hii ya mwisho ya Injili tunaambiwa nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Ndugu mpendwa, pale Kristu anapochukua nafasi yake ndani ya chombo, vurugu, hofu na machafuko ya ulimwengu hayana nguvu tena ya kuendelea kutikisa. Tunapomwalika Kristo aongoze maisha yetu, tuna hakika tutashinda hofu na mashaka yote. Mara nyingi tunapambana na dhoruba za maisha yetu kwa nguvu zetu sisi wenyewe, huku tukimwacha Yesu nje au na kumweka pembeni kabisa ya maisha yetu. Tunajiuliza swali la msingi katika Dominika hii: je, Kristo ana nafasi gani katika maisha yangu? Je, ninazikabili vipi dhoruba za maisha yangu katika safari yangu ya kiimani? Kumbe tuombe neema ya kusafiri daima na Kristo katika familia zetu, katika ndoa zetu, katika jumuiya zetu, katika kazi zetu zote za kila siku. Tumkabidhi Kristo usukani ayaongoze maisha yetu. Akiwa nasi, hofu za huko nje hazitatusumbua wala kutuvunja moyo. Somo la kwanza ni kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 19 aya 9a na aya 11 hadi 13. Katika somo hili la kwanza tumesikia simulizi la nabii Eliya. Mara baada ya kuwashinda manabii 450 wa uongo wa Baali katika mlima Karmeli, nabii Eliya alifikiri mambo sasa yangekuwa shwari. Alifikiri watu wangebadilika na kuongoka na kumwabudu tena Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli. Lakini haikuwa hivyo. Malkia Yezebeli, mke wa mfalme Ahabu, alianza sasa kumtafuta Eliya ili amuue. Nabii Eliya akiwa amejawa na hofu, uchovu na kukata tamaa, alikimbilia jangwani hata mpaka mlima Horebu. Na huko Mwenyezi Mungu anajidhihirisha kwake katika sauti ndogo ya utulivu. Na baadaye atapata tena nguvu ya kuendelea na utume wake. Somo hili linatupatia fundisho la 6 katika Dominika hii, ambapo tunajifunza kwamba nasi tunahitaji muda binafsi kukaa na Mungu katika sala, katika ukimya. Huko tutapata nguvu tena ya kuanza upya hata kama tulikwisha kukata tamaa kabisa. Katika Agano la Kale ilifahamika kwamba Mwenyezi Mungu alijifunua kwa njia ya moto, radi, ngurumo na upepo. Tunaona namna alivyojifunua kwa taifa la Mungu pale mlimani Sinai. Eliya hali kadhalika alifikiri Mwenyezi Mungu angejifunua katika hali hizo, lakini ikawa tofauti kabisa. Mwenyezi Mungu anajifunua katika sauti ndogo ya utulivu. Hii ilikuwa ni ishara na utabiri kwamba Mwenyezi Mungu sasa ataudhihirisha utukufu na enzi yake katika unyenyekevu na upole katika nafsi ya mwanaye mpenzi Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu alitumia sauti ya utulivu kumfundisha nabii Eliya. Kumbe utukufu wa Mungu unadhihirika si katika vurugu na mabavu, bali katika unyenyekevu na upole katika nafsi ya neno wake wa milele, Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu mpendwa, sisi pia tunahitaji kuwa na muda binafsi wa kukutana na Mungu kila mara katika ukimya na faragha. Mwanzoni mwa Injili tunaona pia Kristo akiisha kuaga makutano alikwenda kusali. Matokeo ya sala ni kupata nguvu za kiroho za kutusaidia tena kwenda kukabiliana na changamoto zetu za maisha ya kila siku. Kuna nyakati tunaweza kuona kila kitu tunachofanya hakina maana tena. Tunaweza kuchoka hata kutamani kufa kama ilivyokuwa kwa nabii Eliya. Changamoto zimekuwa ni nyingi, matatizo yanatuandama ni makubwa mpaka yanatukatisha kabisa tamaa. Lakini sala inatusaidia kutoka tukiwa imara na wenye nguvu zaidi kuliko mwanzo. Nabii Eliya aliposhuka mlimani alikwenda kumpaka mafuta Elisha na kumimarisha kuendeleza kazi ile ya unabii. Kumbe na sisi tunapopata nafasi ya kwenda mlimani kusali, tunapopata nafasi katika utulivu na faragha kukutana na Mungu, sala zile hazitusaidii tu sisi, zina manufaa mengi na zitawaimarisha hata na wengine ambao nao pia wapo kwenye mahangaiko na mitihani yao ya maisha, hata migumu na ya kukatisha tamaa kuliko sisi.
Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 9 aya ya 1 hadi ya 5. Katika somo hili la pili, Mtume Paulo anashangazwa na kusikitishwa na ukweli kwamba Wayahudi walikuwa na kila sababu ya kumpokea Yesu kuliko mataifa mengine, lakini wakafanya kinyume. Anataja baraka zote ambazo Wayahudi walipewa na Mungu na wakashindwa kuzitumia vema. Wayahudi walishindwa kumtambua na wakamkataa Masia, mwana wa Mungu aliyedhihirishwa kwao. Kumbe Paulo anatukumbusha na sisi sote kuwa licha ya kupendelewa hivi na Mwenyezi Mungu, tukazaliwa upya ndani ya kanisa, tukapokea sakramenti mbalimbali ndani ya kanisa, tunapata nafasi ya kupokea sakramenti hizo kila mara ndani ya kanisa, tunapata nafasi ya kusikiza neno la Mungu kila siku ndani ya kanisa, ambacho ndicho chombo pekee cha uokovu cha kutufikisha mbinguni na kupewa kila kitu tunachohitaji. Lakini ipo hatari pia ya kujisahau na kuona kama wokovu huu ni haki yetu, na kuona kama sisi pengine tunastahili sana kuliko hata wengine ambao wamekosa nafasi hii. Pengine nafasi hizi ambazo sisi tunazipata ndani ya kanisa wangepewa wengine, zingewasaidia zaidi katika kuimarisha na kuwakuza kiroho, na hapo wangemtambua Kristo na kumpokea kama Masia. Katika Dominika hii tuombe neema ya kufanya kila mara jitihada na juhudi thabiti kumtafuta na kumtambua Kristo, neno wa Mungu aliye daima katikati yetu, kama njia pekee ya kutufikisha mbinguni ulipo utimilifu wa uokovu wetu. Ninawatakia nyote Dominika njema ya 19 mwaka A wa kanisa. Niliyowaletea tafakari hii ni mimi Padre Bonaventure Maro, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo, upendo wa damu kote uenee. Tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo.